Wakati huo tayari Bilka ameniambia anakuja, na muda huo ndani tayari Rose yupo. Ananiambia ndo amekuja kulala. Yaani sijui nifanye nini na sijui hata nianzie wapi. Kwa haraka haraka mimi si mtoto wa kiume, nikachakacha akili. Kuchakacha akili nikasema na mwanangu anaitwa Juma. Huyo mwanangu Juma ni kama madirisha. Yaani kwenye issue kama hizi, huyo mwanangu Juma ni kilaka. Yaani ni kilaka kimoja kizuri sana. Kwenye hiyo issue nikimfuata mwanangu Juma, anaweza kanisaidia kusolve. Ngoja nikamtafute mwanangu Juma. Huyo mshikaji wangu Juma akai mbali anapokaa. Nikatoka hapo chapo nikamwambia yule mama mtu, nikamwambia Rose, nisikilizie hapo kidogo. Ngoja nikafuate msosi na maji. Ananiambia Teddy, kwanza dogo akawa amegoma. Akasema, "Oh, msosi mimi nishakula nyumbani." Nikamwambia, "Sawa umekula lakini mimi sijala." Akaniambia, "Kwani hamna hata kitu mnipike?" Nikamwambia, "Haina shida, mimi kuna sehemu nishaoda chakula ndio naenda kufuata." Lakini sikuoda chakula wala nini, mimi hapa ndo namfuata mwanangu Juma aje kusolve huyo issue. Nikawa nimetoka mpaka mtaani kwa Juma. Nafika mtaani kwa Juma, Teddy, Juma hayupo. Juma geto hayupo. Nikauliza pale nikaambiwa ametoka, mwanangu Juma ni boda. Nikaambiwa ameenda kijiweni. Kijiweni sio mbali pia. Nikawa nimetoka mpaka kijiweni. Nimefika kijiwe pia mwanangu Juma hayupo. Nikaambiwa kachukua abiria kapeleka sehemu fulani. Tedi nikampigia simu mwanangu Juma. Kumpigia kapokea. Nikamwambia, "Oya Juma, nina msala. Nina msala mkubwa sana, nahitaji msaada wako." Akaniambia nisikilizie hapo kijiweni. Sasa hivi mimi natimba. Yaani wa muda sasa, yani nipo nimechanganyikiwa, nikaona yoho, yani leo kufumaniwa kupo nje nje. Yani kufumaniwa kupo nje nje. Kwani mwanangu Juma akawa amefika. Mwanangu Juma kufika tu, nikamdaka, nikampeleka chemba, nikamwelezea situation nzima. Kumuelezea mwanangu akawa amecheka. Akawa amecheka sana, nikamwambia Juma, hiki kitu sio cha kucheka. Hapo inatakiwa unisaidie. Unanisaidia vipi? Juma akaniambia, "Hapa tunaenda mpaka kwako. Tutakapofika geto kwako, mimi nitakuwa nalalamika, mshikaji wangu ndio hivyo tena, sijui hata nafanyaje, sielewi. Yaani kama vile ninapokaa nimefukuzwa kodi, sina sehemu ya kulala usiku huo. Kwa hiyo wewe utamwambia yule demu wako, utamwambia huyo Rozi, umchukue ukamlipia loji, mimi nilale pale kwako." Nikamwambia mwanangu sawa. Akikataa, huyo mwanangu Juma akaniambia hawezi kukataa, wewe usijali. Nikatoka na Juma kuelekea geto. Kwanza picha linaanza, nafika geto kwangu, mlangoni nakuta viatu pea mbili. Yaani vile vya Rozi na viatu vingine vipo hapo mlangoni, na hivyo viatu ni vya kike. Alafu ndani kuna sauti fulani hivi nikawa nazisikia kama sauti za chui vile. Yaani kama sauti za chui au wanyama vile wanaunguruma, zile sauti za zinatoka ndani kwangu. Nikawa nashangaa. Yaani hata kama watu wanapigana hawezi kutoa hizo sauti, ni sauti fulani hivi. Teddy, huo ni usiku, hapa ishafika saa 3. Sasa huyo Juma akaniangalia usoni, ameniangalia na mimi namwangalia. Ananifanyia mwanangu vipi? Nikamwambia na mwenyewe pia sielewi. Itabidi tugonge mlango. Tukagonga mlango mara ya kwanza, mara ya pili zile sauti zikawa zimenyamaza kimya. Mara ya tatu mlango ukaja kufunguliwa. Mlango umefunguliwa lakini aliyekuwa anafungua mlango pale mlangoni hatukumuona mtu. Sasa mwanangu Juma akawa ananisukuma, "Ingia." Na mimi namwambia, "Mshikaji, anza wewe." Ananiambia, "Mimi siwezi kuanza. Huyu kumbuka hawa ni madem zako. Wakiwa hapo wote huko ndani." Nikawa namwambia mwanangu Juma, "Wewe angalia. Kama hapo wote mwanangu, huu ni msala, tuondoke. Yaani kama huko ndani kuna mademu wawili, tuondoke. Sasa tunafanyaje tena hapa? Issue inakuwa ishaharibika." Huyo Juma akawa amechungulia. Kuchulia akanigeukia. Alivyonigeukia akatikisa hivi kichwa. Nikamwambia, "Vipi?" Akaniambia, "Ndani hakuna hata mtu." Nikamwambia, "Sio kweli. Huu mlango nani kafungua? Wakati tumefika hapa mlango umefungwa kwa ndani na tumegonga. Nani kafungua?" Ananiambia, "Mwanangu, kweli nimechungulia hapa ndani hakuna mtu. Teddy, mimi mnakaa geto. Kachumba tu kamoja. Tuseme labda watu wameenda kujificha chooni. Chooni nje. Kabati sina. Uvunguni. Uvungu gani? Kwenye uvungu wangu kuna mavitu kibao huko, kuna makorokoro kibao huko ndani ya uvungu. Hata mtu hawezi kuingia kujificha." Nikamwambia, "Juma, kuwa serious. Kumbuka hapa huu ni msala. Mimi sitaki kufumaniwa. Sitaki kujaziwa watu, sitaki kelele, sitaki fedhea. Mwenyewe unajua mtaani watu wanikubali, mtaani watu waniheshimu. Nikifumaniwa tena hapa fedhea hii mwanangu." Akaniambia, "Hapana, ndani hakuna mtu." Teddy, tukaingia mpaka ndani. Ndani tumeingia Teddy, wewe amini hakuna mtu, lakini kuna mkoba ambao waliingia nao Rose wakati anakuja upo pembeni, na kuna mkoba mwingine tena upo kama vile vile na wenyewe uko pembeni. Teddy, yani hapa mapigo yangu ya moyo yakaanza kwenda haraka. Nikafikiria ameondoka ameacha pochi yake. Na vipi kuhusu hivi viatu vyake hapo nje? Na hapo nje mbona kuna viatu pia mbili? Halafu mbona wakati tunakuja tulikuwa tunasikia sauti za vitu huko ndani? How comes kunakuwa hakuna watu? Okay, sawa. Tuseme labda ilikuwa ni mawengi. Na mlango? Nani amefungua huu mlango? Teddy, nilikuwa na maswali. Kichwani kwangu nilikuwa najiuliza kila swali, lakini nilikuwa sipati jibu. Yaani najiuliza mwenyewe, majibu sipati mwenyewe, nimechanganyikiwa. Huyo Juma naye akawa ananitazama tu usoni. Yeye ndo haelewi kabisa. Jamani, kuna jambo naomba niliweke sawa. Hizi story ninazosimulia kuna mambo muhusika yeye mwenyewe ananikataza nisiseme. Yeye ananisimulia mimi story, ananiambia angalia namna yoyote ya kuifikisha hii story kwa watu. Lakini usiseme kitu fulani, usitaje kitu fulani, na wala usifanye hivi. Na mimi lazima nizingatie maagizo yake kwa sababu yeye ndio muhusika na yeye ndio mwenye hiyo story.
kuna kitu kimetokea leo sijakipenda. Mtu na namba yangu na ulikuja DM nikakujibu nikakutumia namba yangu, umeomba namba huyo mtaalamu nimekupatia. Unakuja kwenye live yangu una comment mbona huyo mtaalamu ulionipatia hayupo kijijini? Wewe kama lengo lako ni mtaalamu aliyemsaidia Zena, ndo huyo ambaye mimi nimekupatia namba yake. Kwa hiyo wewe cha kufanya focus tu na shida yako na matatizo yako, na sio mbona yupo kijijini. Hapana, siwezi kusimulia maisha ya mtu kama yalivyo kutokana na privacy za watu guys.